Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, leo tunakusanyika katika kanisa la Mtakatifu kwa ajili ya kutafuta kanisa hili ambalo kwa nguvu, kwa ustadi, kwa ukarimu na moyo wa karimu mmelijenga. Hongereni sana. Na pengine ni miaka mingi sana kusikia kutabaruku kanisa, na ningependa kujua kutabaruku kanisa maana yake ni kutenga kanisa kwa ajili ya maadhimisho ya mafumbo matakatifu ya kanisa, kwa kuliweka wakfu kanisa zima kwa Mungu kwa ajili ya ibada ya kudumu kama tendo la kuanza matumizi yake kwa dhati na kwa ajili ya sifa, utukufu na ukuu wa Mungu. Waamini watakusanyika katika kanisa linalobarikiwa kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu, kwa ajili ya kusali pamoja, kwa ajili ya kuadhimisha sakramenti na kwa namna pekee kuadhimisha Ekaristi Takatifu. Na ni katika mantiki hii kanisa linaitwa nyumba ya Mungu, makao ya watu wa Mungu, mahali ambapo watu wa Mungu wanakutanika kusali na kuabudu, kutukuza, kumwomba na kumshukuru Mungu kwa wema na huruma na ukarimu wake wa daima. Ndugu zangu wapendwa, tumechagua masomo yanayoelekeza juu ya matumizi ya nyumba ya Mungu, hasa kanisa hili ambalo tunatabaruku. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Nehemia, tumesikia habari ya nabii mwingine Ezra. Lakini tunajua Nehemia alikuwa kiongozi wa Wayahudi na nabii aliyejenga kuta za Yerusalemu baada ya kukombolewa na Wababiloni, na hivyo anarudisha hali ya mji wa Yerusalemu, lakini pia maisha ya kiroho ya watu. Sehemu tuliyosikia katika somo la kwanza, tumesikia nabii mwingine ambaye tumetaja Ezra, ambaye anasoma Torati mbele ya umati wa Wayahudi, mbele ya lango la maji, eneo la ukuta wa Yerusalemu. Alisoma akipokezana na baadhi ya watu, kwa sababu alisoma vitabu vingi. Kusema Torati si kitabu kimoja, na hivyo alipokezana na baadhi ya watu na toka mapambazuko kama tulivyosikia mpaka adhuhuri waliendelea kusoma. Ni kwa kweli tunaweza kusikiliza neno la Mungu mpaka asubuhi, mpaka mapema, mpaka mchana. Tunaona watu wanaanza kupiga mwayo na wengine wanaanza kutoka, lakini hawa walivumilia, wamesikiliza kitabu au inayoitwa Torati, kitabu ya Musa, lakini hatuambiwi juu ya maneno aliyosoma. Tunajua tu kwamba alisoma Torati, ambayo ni vitabu vitano vya Musa tunavyovifahamu. Kufungua Biblia, unaona kitabu cha mwanzo kabisa, cha kwanza ni kitabu cha Mwanzo, kinachofuata kitabu cha Kutoka, alafu kuna mambo ya Walawi, kitabu cha Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Kwa hiyo tukisikia Torati au walita Torah au vitabu vya sheria za Musa, ni vitabu hivyo vitano vilivyovitaja. Lakini je, wataalamu wanauliza, walisoma vitabu vyote kama tulivyosoma toka asubuhi mpaka alasiri? Soma kitabu cha Mwanzo maliza, au cha Kutoka mpaka Kumbukumbu la Torati, walisoma vyote? Kumekuwa na fikra tofauti. Wengine wanadhani kwamba alisoma tu, wengine wanasema kwamba alisoma vitabu vyote, kwamba alisoma vyote kama ilivyoandikwa katika Torati. Alisoma vitabu vyote vilivyovitaja, lakini wengine wanasema alisoma tu kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Wengine wanasema alichagua tu sehemu za sheria za Mungu na kuzisoma kutoka katika vitabu hivyo, maana alienda kuchagua sehemu zile ambazo kuna maagizo ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwetu si muhimu sana kujua alisoma vyote au lengo lao. Natambua watu walikusanyika katika kusanyiko na waliweza kusikia neno la Mungu. Ndio jambo la maana. Na baada ya kusomewa, watu waliingia kwa sababu walitambua kuwa hawajashika maagizo ya Mungu yaliyosomwa. Walichomwa mioyo yao,
na Nehemia anawatuliza na kuambia kuwa hiyo ni siku takatifu na wala sio siku ya kuomboleza. Inawapasa wafurahi, warudi nyumbani wafurahi, wakale na kunywa, lakini pia wakawashirikishe furaha hiyo watu wengine ambao hawana chochote. Kweli tukio hilo la Wayahudi lina maana gani? Kusoma kwa Torati siku karibu nusu siku. Kwetu tunapotabaruka kanisa ambalo ni nyumba ya Mungu, tutakaposikia neno lake litokalo litakugusa pengine katika mioyo kama ilivyogusa Wayahudi. Unajua, kulia ni hisia tu za muda. Baada ya kusikia neno la Mungu anapaswa kulia kama alivyosema Nehemia, ni lazima tufurahi sababu tumepata ujumbe wa Mwenyezi Mungu, tumepata mwongozo. Ndio maana hata sisi tukikutana kwenye misa takatifu mwishoni, padre naye kuongoza kanisa na tuaga, nendeni na amani, mwende na furaha, mwende na amani, tukamtukuze Mungu kwa maisha yetu. Au tunasema misa imekwisha, sasa mnatumwa kuiishi Injili, au nendeni mkaitangaze Injili ya Bwana, au kwa kifupi tu nendeni na amani. Maana yake neno la Mungu ndilo lisikia linawasukuma kubadilisha maisha yetu kwa kuishi Injili, wala sio kwa kulia au kwa majonzi. Neno la Mungu linasoma katika adhimisho la misa takatifu, lazima tulisikilize kama waliosikiliza wenzetu, tusikilize kwa makini na kwa ibada na kwa uchaji na kwa utulivu, ili liwe ni dira na mwongozo wa maisha, kwa vile tunamsikiliza Mwenyezi Mungu anayezungumza pamoja nasi kutoka katika ndani wa nyoyo zetu, yaani katika dhamiri iliyonyoka. Kwa hiyo mwaliko, ndugu zangu, tunaposoma au wale wanaosoma masomo, tujifunze kahawa wakati wa Nehemia kusoma. Kwanza wasomaji lazima wasome kwa makini. Na wasomaji wa masomo yetu, mtoto aliyesoma somo la kwanza wasoma vizuri sana, na hata ile wa pili wamesoma vizuri kwa makini. Lakini hata sisi tunaokuwa tumeketi kule, tusikilize neno la Mungu vizuri, tusiwe na mambo mengi. Na wakati mwingine sisi tunakaa mbele tunaona mambo ya ajabu. Neno la Mungu linasoma, naona mtu yuko busy na simu yake, au mwingine ndio anatoka nje, anatoka nje wakati wa neno la Mungu. Sasa kama umefika hapa kumsikiliza Mungu, unatoka, utamsikiliza wapi? Tutegemea kusikiliza hapa, hasa tunapokutana katika nyumba ya Mungu, mahali patakatifu, ndio mahali ambapo tunaweza kupata maagizo ya Mwenyezi Mungu na kuongoza katika maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, kama nilisema awali, kanisa ni nyumba ya Mungu na ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ni mahali ambapo Kristo anaendelea kutoa sadaka katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Waamini wajenge tamaduni wa kusali kikamilifu katika maisha na utume wa kanisa kwa njia ya sakramenti za kanisa, na hasa zaidi sana sakramenti ya Ekaristi Takatifu na upatanisho kwa hizi sakramenti pacha. Katika Injili tumesikia Yesu alikuwa kukali ili kuhakikisha kuwa hekalu linabaki kuwa nyumba ya Mungu, mahali ambapo watu wa Mungu wanakutanika kusali, kuabudu na kumtukuza Mungu na kumwomba Mungu kwa wema wake. Na Yesu anasema kanisa si mahali pa kufanya biashara, si mahali pa wanyang'anyi. Kwa sababu Yesu alikasirika watu walitumia nafasi ya kubadilisha pesa na kununua mifugo kwa ajili ya sadaka, kufanya ulanguzi ndani ya hekalu. Manake watu walitoka mbali, wanakuja Yerusalemu kutoa sadaka, hawangeweza kumleta ng'ombe kutoka mbali. Kwa hiyo walifika kwa wenyeji, walikuwa tayari kushajiandaa na ng'ombe wao, na kulikuwa na sarafu rasmi ambayo ilitumika kwa ajili ya sadaka. Kwa unakuja na sarafu yako, unakubaliana rate au mabadilishano, alafu unapata sarafu ile, ndio unakuja kutoa sadaka. Sasa wenyeji walitumia nafasi ile kuwalangua wale wanaokuja kutoa sadaka. Kwa hiyo walipandisha bei ya ng'ombe, bei ya kondoo, na sarafu mabadilisho yake yalikuwa ya juu sana. Kwa hiyo kuna mambo mawili ambayo Yesu akubaliana nayo. La kwanza, fanya mabadilishano hayo ndani ya hekalu. Na hekalu lile limegawanyika katika sehemu tatu. Na sehemu ya kwanza kabisa ambapo walikaa makuhani, sehemu ya pili
walikuwepo Wayahudi sehemu ya tatu kama mwishoni kabisa kule ndio walikaa watu wa mataifa, na huko ndio bishara ilikuwa inafanyika. Na ndio maana Yesu anasisitiza kwamba nyumba ya Mungu ni kwa ajili ya watu wote, hata kule wanapokaa mataifa kunahitaji utulivu, lakini kufanya biashara. Kwa hivyo Yesu la kwanza ni hilo kwamba hapa sio mahali pa kufanyia biashara. Ndugu za biashara, unajua kunaleta ng'ombe wangapi ndani ya sehemu ya kuabudia, sidhani kama kutakuwa na nidhamu. Lakini la pili, ulanguzi, yaani biashara ile inafanyika kwa kulangua ndani tena hekalu, nyumba ya Mungu. Kwa katika hayo mawili kwa maana Yesu anasema hapana, hatukubaliani kwamba mahali hapa haitwe hapendelee, hatapendelee kuipa nyumba ya Mungu mahali pa sala, wala sio mahali pa kufanya biashara. Ndio maana anasema yaombeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara, kama tuliosoma pia katika Injili. Lakini pia katika Injili ya Marko sura 11 na aya 27 na sura ya Mathayo aya 21 hadi 13, unaona anasema maneno makali zaidi kwamba je, haikuandikwa nyumba ya Baba itakuwa nyumba ya sala? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi, kufanya kuwa pango la wanyang'anyi. Ndugu zangu wapendwa, sisi tunaweza kusema hatufanyi biashara ndani ya nyumba ya Mungu na kukutana kusali kanisa takatifu, lakini pengine shughuli fulani ambazo zinaweza kuashiria vitu ambavyo pengine havibariki Mungu, hasa katika kanisa tutakalo kama hili. Kuna mambo mengine ni kwa ajili ya manufaa ya kanisa, lakini yanaweza kufanywa kwa mtindo wa kibiashara na hii tukasahau kwamba hapa ni mahali. Nitoe mfano kidogo. Tunaweza kuwa na nia ya kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi zaidi, tukafanya harambee na tukafanya hapa tarehe hapa mbele, tukaleta sijui vitu gani, tunafanya harambee pale na nini nani, tukafanya mnada pale na kunakuwa kelele na kiongozi wa mashule na mroho wenu kwamba tunataka kujenga kitu kingine sio mkuu leo tumaliza hapa watu wengi, hebu tufanye na nani hapa mbele na tarehe kufanya hapa, mtakuwa mtafanya biashara. Na kwa kweli Yesu angepindua pesa zenu na kuja na kikokoto cha kabaa na kuwapiga mboko. Kwa hiyo msipate kishawishi hicho, pabaki haya sana. Muna viwanja vizuri sana kuzunguka eneo hili, hebu nendeni kufanya mambo hayo kwenye viwanja hivi, lakini sio hali patakatifu, nyumba ya Mungu, nyumba ya sala. Ndugu zangu, kanisa pia tumeona tunaongelea hiyo kanisa kama jengo, kuta, sakafu, paa, lakini tujue pia kwamba kanisa ni watu, ni waamini, na hii hata Yesu mwenyewe kutambulisha kama ni hekalu. Anaposema nijenge hekalu hili na mimi nitajenga kwa siku 3, wao walidhani ile hekalu jengo, ndio wanashangaa sisi tumejenga kwa miaka 46 na huyu mjinga nadhani anaweza kujenga kwa siku 3, atajengaje? Lakini ni mambo makuu zaidi ambayo hawakusahau kwamba yeye mwenyewe kama hekalu, wakiamua kumuua baada ya siku ya 3 atafufuka. Na ndio wanafunzi wametambua baada ya kufufuka alikuwa anaongea juu ya mambo makuu zaidi ya wale kwamba yeye ndiye hekalu. Kwa hiyo kwa sababu sisi kama waamini ndio pia jengo ni kanisa. Hivyo basi ni njia inayoadhimishwa kila siku inatukumbusha jambo hilo, ili iwajenge waamini walioko katika kanisa, ili wajue kuwa wao wenyewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tume Paulo anauliza, je, hamjui kwamba mimi yeye ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mlipokea kutoka kwa Mungu? Tunasoma haya kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 6 aya ya 19. Waamini watambue na kukumbuka kwamba Kristo Yesu ndiye jiwe kula pembeni, na kila mwamini anapaswa kujengeka na kuwa jiwe hai, kama anavyosema Mtume Paulo. Mtume Petro katika somo la pili tulilosoma waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ya 2 aya ya 4 mpaka ya 5, anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa kwa nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate
kuzitangaza fadhili zake yeye aliyowaita kutoka gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa hiyo sisi pamoja na Kristo ndiye kichwa cha kanisa. Na hili lazima tulijue. Watu wanafikiri pengine kanisa ni askofu, basi tukimshughulikia askofu kanisa litakufa, au kiongozi wa halmashauri tukimshughulikia kiongozi wa halmashauri kanisa litakufa, au tukimshughulikia papa akifa papa kanisa limekufa. Halitakufa, haliwezi kufa. Toka karne za tatu, toka tuanze mpaka leo tumeadhimisha miaka 2025, haliwezi kufa. Kanisa litabaki, utalishambulia, utafanya njama zote na takataka zote, lakini kanisa litabaki kwa sababu kichwa chake ni nani? Kichwa chake ni nani? Kristo, ambaye walijaribu kumuua ukidhani sana watafaulu na watakuwa wameshinda, lakini baada ya siku tatu wakafanya nini? Kwa hiyo kanisa litabaki kwa sababu kichwa chake ni Kristo. Na ndio mimi nikisema hilo ndio kanisa la kwanza na la msingi zaidi kuliko majengo. Kwa sababu duniani tumeona majengo mazuri sana Ulaya, mazuri, yamejengwa vizuri sana, lakini watu hawasali tena, hawaendi kusali kama wanaenda wachache, lakini makanisa yapo. Mimi niliona kanisa fulani nikasema kwa kweli Mungu amenijalia imani ndogo kama chembe ya haradali. Nikisema kanisa hili hama na ukajengwe mahali fulani katika jimbo la Njombe ambalo watu wanaangalia kujenga kanisa, lakini msikujaliwa imani kama hiyo. Lakini naona ni makanisa mazuri, na hivyo kanisa na kweli watu ndio msingi. Na nyinyi nadhani mjua, msije kuwa waamini kama kanisa la Ilagamoto, kanisa hili aliyekuwepo, kwa sababu hii ni mapato ya kanisa lile la kiroho, ndio hai wanasema Mtume Petro, ndio yaliyofanya kanisa. Alafu kutoka hapo ndio majengo yanajengwa, kwa sababu kanisa lile liko imara. Lazima kanisa la kwanza liwe imara, ambalo ni sisi tunaojengwa kama mawe hai, ndio majengo haya mengine yanaweza kufanikiwa. Nyinyi mmeweza kujenga kanisa nzuri sana kwa kweli, lakini kwa sababu kanisa la kwanza liko imara, kanisa ambalo ni watu ambalo ndio hekalu la Roho Mtakatifu, ndio ile ambalo ningependa kusisitiza. Kwa hiyo ndugu zangu waamini, ndio kanisa linalounganishwa katika umoja na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maana ya kanisa kama waamini ni hekalu la Mungu lililojengwa kwa mawe hai, anapoabudiwa Baba katika roho na kweli. Nakumbuka mazungumzo ya Yesu na yule mwanamke kisimani, sema nyinyi mmeabudu kule, sisi tunaabudu katika roho na kweli, katika maana ya kanisa lile lililo hai ambalo Kristo ni kichwa chake. Hivyo kanisa zuri kama hili bila waamini halina maana. Kama nilivyosema, inachotakiwa kanisa hili liwe na watu, na tujifunze kutoka kwa wenzetu. Na mimi nawapongeza wamejenga kanisa zuri sana, tena liko barabarani, watu wengi wananiona, wanapita hapo wanauliza ni parokia gani au ni jimbo gani, lakini lazima watu wasikie pia, watu wakiwa ndani wanasali, pita huko wasikie kwamba kumbe kuna watu wanasali. Lakini napenda kuambia sisitizo hiyo uchaji ndani ya kanisa, nilisema awali, na heshima ndani ya kanisa, kushiriki kikamilifu katika maadhimisho, ndio tunafanya kanisa lililokamilika. Nawapongeza sana, nawashukuru sana, na Mwenyezi Mungu awabariki mwenye kupata neema katika kanisa hili ambalo tunalitabaruku hivi leo. Asanteni sana.